yozi karima matia rabakoze kebregadosa vakote. Damu ya mwana kondoo ifanye upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu, ukaondoe kila vazi la Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, ile damu ya kwenye viganja, ile damu yako ya kwenye ubavu, ile damu ya kupigwa kwako Bwana, ikondoe kila pando la hatia, ikondoe kila mashaka, ikondoe kila kongwa, ikondoe kila nira juu ya maisha yetu, bali kwa jina lako na kwa damu yako utupe neema ya kutakasika. Tunataka takasika Bwana, kwa jina la Yesu Kristo tunataka takasika Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, ile damu yako ya kwenye viganja, ile damu yako ya kwenye ubavu, ile damu yako ya kupigwa kwako ikanene kwa ajili yetu Baba, kwa damu ya Yesu Kristo. Rehema yako Bwana, rehema yako Bwana, rehema yako Bwana. Mwana kondoo wa Mungu uichukua dhambi ya ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu uichukua dhambi ya ulimwengu, ututakase. Wewe uliyekufa kwa ajili yetu na kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu, damu yako ya thamani ikasimame kama wakili juu ya makosa yetu, juu ya matendo maovu tuliyoyatenda machoni pako, tuliposimama kinyume na mapenzi yako. Yesu tunaomba rehema, Yesu tunaomba toba kwa damu ya Yesu Kristo. Neema yako ikazidi, nikiwaombea wale wote ambao wanafuatilia maombi na dua hizi kutoka sehemu mbalimbali, kutoka mataifa mbalimbali. Asubuhi ya leo ukawaguse kwa namna tofauti, ukawaguse kwa namna pekee, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rehema yako Bwana, rehema yako Mwokozi, rehema yako Yesu mwana wa Adamu, mwana kondoo wa Mungu uichukuae dhambi ya ulimwengu, utuhurumie kwa damu yako Bwana, ututakase katikati ya mapambazuko ya leo, ukatujalie neema na kibali, ukatutakase kwa damu yako ya thamani. Usitupite wala kutupungukia Bwana, bali kila aliyeingia madhabahuni pako asubuhi ya leo akakutane na neema yako. Kila anayefuatilia maombi haya kwa njia ya online TV, Baba ukamguse maisha yake. Baba tunaomba rehema kwa ajili ya ardhi, juu ya kila mapando yaliyopandwa katika malango na mipaka ya nchi ya Tanzania. Nikiomba rehema kwa ajili ya taifa la Tanzania, nikiomba rehema kwa ajili ya kanisa la Tanzania. Baba kwa jina la Yesu, mahali popote ambapo tulilala adui akapanda magugu, Baba damu yako ikanene mema kwa ajili ya kila dhehebu na kila kanisa, Wakristo wote mahali wanapolitaja jina lako. Baba ninasimama mbele zako kama kuhani. Neno lako linasema unatafuta mtu mmoja atakayesimama mbele zako mahali palipobomoka upate kuijenga boma. That's why Lord I'm standing before you praying, oh Lord, for those, for the church all over the world in the name of Jesus. Kanisa la Tanzania na kanisa la Afrika na kanisa la duniani kote, rehema yako ikasimame. Baba ninaomba rehema kwa ajili ya mkoa huu wa Dodoma, nikiomba kwa ajili ya mipaka yake, lakini nikiomba kwa ajili ya mihimili, ukiwepo muhimili wa mahakama na muhimili wa bunge. Baba katika jina la Yesu nikiomba na kwa ajili ya maeneo yote yenye makusanyiko, mashule pamoja na vyuo pamoja na sekondari, Baba masoko na sehemu zote zenye mikusanyiko. Rehema yako Bwana, rehema yako Bwana kwa ajili ya ardhi ya Dodoma, kwa ajili ya kanisa la Dodoma, kwa ajili ya usharika wa KKKT Kisasa. Damu yako inenayo mema ikanene kwa ajili ya madhabahu hii, inene kwa ajili ya kanisa hili, katika jina la Yesu. Tunaomba rehema kwa ajili ya madhabahu, tunaomba rehema kwa ajili ya familia moja moja, watoto wetu, wenza wetu na watu wote wakao katika malango ya nyumba zetu, wana familia wenzetu. Baba kwa damu ya Yesu, Baba tumekimbilia kwako, tusiaibike milele, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba rehema yako, ninaomba toba kwa jina la Yesu Kristo. Damu yako ya kwenye viganja, damu yako ya kwenye ubavu ituridhie na itupe nafasi ya kusimama mbele zako. Sisi tusiostahili tustahilishwe. Tutakasike Bwana kwa kuikaribia madhabahu yako. Tutakasike Bwana kwa kuitoa dhabihu ya asubuhi ambayo ni malimbuko kwa ajili ya jina lako, kwa damu ya Yesu wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu tamalaki juu ya mioyo yetu, ndani ya mioyo yetu,
tamalaki ndani ya miili yetu, tamalaki kwa kila mtu anayefuatilia maombi haya, na yoyote ambaye ataingia katika madhabahu yako asubuhi ya leo akakutane na wewe. Bwana, usimpungukie yeyote ambaye ataingia nywani mwako katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa wewe ni mwema na wa haki, nawe hautanyamaza wala kutuacha kabisa. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Damu yake na sadaka na tegemea daima, yote chini yakiisha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, wewe unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndio nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama.
namba 130. Niongoze Bwana Mungu, ni msafiri chini, ni mnyonge. Okay, tuanze. Tafadhali tuanze. Niongoze Bwana Mungu, ni msafiri chini, ni mnyonge, nguvu sina, nishike mkononi, mkate wa mbinguni, nilishe siku zote, nilishe siku zote. Kijito cha maji mema kitokacho mwambani, nguzo yako moto, wingu yaongoza jangwani. Niokoe mwenye nguvu, nguvu zangu na ngao, nguvu zangu na ngao. Nikikaribia kufa, sichine lolote, wewe kifo umeshinda, zinawe nguvu zote. Tutaimba sifa zako kwako juu milele, kwako juu milele. Alipomwa yote yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, alipo Bwana yote yanawezekana. Oh, alipo Bwana yanawezekana. Oh, alipo Bwana yote yanawezekana. Oh, alipo Bwana yanawezekana. Oh, alipo Bwana yote yanawezekana. Oh, alipo Bwana yanawezekana. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Wastahili sifa
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mpigie Yesu makofi. Yes. Shangilie Bwana. Makofi kwa Bwana, glory. Neno la Bwana linasema katika Zaburi 100 mstari wa 4, yaingieni malango ya Bwana kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Shukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa yeye ni mwaminifu na wa haki. Ndio. Lakini maandiko matakatifu yanasema kumsifu Bwana imewapasa wanyofu wa moyo. Haleluya. See
Hallelujah.
Baba wa mbinguni. Haleluya. Makofi mengi kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Makofi hayatoshi, mshangilie Bwana. Mwambie jirani yako, jirani. Mwambie jirani. Mwambie jirani yako, jirani. Mwambie mahali hapa ni pazuri kama nini. Mwambie mahali hapa ni mahali pa furaha. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi mengi tena. Amen, amen, amen. Haleluya. Tuketi katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwambie jirani yako, uwe na moyo mkuu, uwe na imani. Amen. Baba, katika jina la Yesu, tuko tayari kula na kunywa. Gusa mioyo yetu sasa asubuhi ya leo, ikiwa mapambazuko ya leo na lisaa la kwanza la siku ya leo ya tarehe 17 ya mwezi huu wa 6, tunaitoa kama malimbuko. Kabla hatujasikiliza kelele zingine za nje, tunakusikiliza wewe. Kabla hatujaongea maneno mengine ya kidunia, tunasema na wewe. Kabla hatujasikiliza nyimbo zingine za dunia, tunasikiliza nyimbo zenye kukusifu. Kabla hatujaenda sehemu nyingine, tumeanza na wewe. Na kabla fedha zetu hatujafanyia matumizi mengine, ikiwa ni pamoja na nauli, mafuta ya gari, tunatoa sadaka kwako. Pokea dhabihu yetu ya muda, pokea limbuko letu e Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Na sadaka hii ya thamani ikawe na manukato mbele zako. Ukaikumbuke kama sadaka Dorcas, kama sadaka Cornelio, kama sadaka mwanamke mjane wa Selepta, kama sadaka mwanamke mwenye cheo Mshunami. Kwa ajili ya jina lako kaguse kila moyo wa kila mmoja mmoja wetu kwa mamlaka jina la Yesu. Amen na amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ninakusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni asubuhi nyingine tena tumepata kibali machoni pa Bwana. Wewe ni wa thamani machoni pa Bwana. Amen. Amen, amen. Tunaendelea na somo letu la imani, kipimo cha imani. Mathayo sura ya 9 mstari wa 29 ndo neno ambalo tunasimama nalo. Mathayo 9 mstari wa 29 ndo neno ambalo tunasimama nalo. Anasema ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Ndipo alipowagusa macho kwa kadiri ya imani yenu mpate. Manake aliwaambia wapokee kwa kadiri ya imani. Jana tulianza kipengele kinachosema aina za imani. Na jana nikakufundisha kwamba ziko aina mbili za imani. Kuna imani ya kutoa na imani ya kupokea. Yule anayetoa tunamuita ni anayehudumu. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema the giver. The giver. Imani ya anayepokea, huyu anaitwa recipient. Yeye ni mpokeaji. Imani ya anayepokea, kwa Kiswahili huyu anayepokea tunamuita mhudumiwaji. Receiver, recipient, mhudumiwaji, anayepokea. Tukasema ziko imani mbili. Imani ya kwanza ni imani ya kutoa na imani ya pili ni imani ya kupokea. Kwa hiyo imani imegawanyika kwenye makundi mawili. Na nikasema imani kubwa ambayo inatakiwa kuwa na nguvu kuliko imani nyingine ni imani ya kupokea. Imani ya kutoa inapokuwa kubwa kuliko imani ya mpokeaji, mpokeaji anaweza asipokee. Ndio maana nimewahi kukukumbusha mwanzoni wakati tunaanza hili somo, nilikwambia fuatilia kwa nini laana inampata mtu kwa wepesi kuliko baraka. Utakuja kugundua shida iko kwa mpokeaji, aidha wa hiyo laana ama baraka. Nikasema wewe mwanadamu, imani yako ni kama udongo. Wewe ni kama ardhi yenye udongo. Inategemeana ardhi yako ina rutuba kiwango gani. Unachagua neno lolote linalotoka kinywani mwa yeye ambaye analiachilia. Wewe unayo machaguzi ya kuamua ni neno gani life na neno gani liishi. Nikakuonesha, nikakwambia ni rahisi sana mtu akatamkiwa akaambiwa kwa wewe bado sana huwezi kufanikiwa. Lile neno mtu akalishikilia sana kuliko neno ambalo ameambiwa na mchungaji, Bwana Mungu akubarikie na kukulinda.
Mara nyingi tunapotamkiwa Bwana Mungu akubarikie na kukulinda, na mara nyingi haya maneno tunatamkiwa kila siku, lakini yale maneno tukitoka nje ya mlango tunakuaga hatuyakumbuki, wala hatuyameditate, hatuyatafakari kichwani, hatuyarudi. Lakini ukikutana na mtu barabarani pala akakwambia wewe unahangaika kwenda kanisani, awe utoboi, lile neno litakuuma, utalishikilia kuliko neno la kwamba umebarikiwa. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Kwa nini? Sisi tunajua kukuza mambo mabaya ndani ya mioyo yetu kuliko kukuza mambo mema. Nikakwambia kuna kitu kinaitwa law of attraction, sheria ya kuvuta vitu. Sheria ya kuvuta vitu iko kwa yeye anayepokea. Chochote unachokiwaza sana huwa kinatokea. Ndio maana wenzetu Mabudha na wengine waliiba kutoka kwetu nguvu ya kutafakari. Wanajua, wanakaa, wana meditate. Kumeditate ni kutafakari. Unaamua kutafakari ushindi, unakaa mahali anatulia, anakaa kimya, ana breath in na ku breath out. Kadri anavyozidi kuinhale na kuexhale ndivyo kutafakari. Na tafakari anataka nini kitokee kwenye maisha yake, anatumia mindset. Ndivyo ambavyo wewe uliumbwa. Na nikakwambia imani ni nini mwanzoni kabisa. Nikakwambia imani ni maono jumlisha uthubutu, vision plus mission. Vision, maono ya kufika ng'ambo. Mission ni ile hatua unayoamua kupiga, one step ahead, hatua moja, hata kama ni hatua hafifu, uthubutu mdogo, ndipo tunaita imani. Lakini imani inatoka kwenye kitu kinachoitwa mbegu ya kutafakari. Unatafakari nini? Unatafakari kushinda, unatafakari kushindwa. Lakini nikukumbushe tu kwamba mwili wako huu ulio nao ni mtumwa wa fikra. Ndio maana ukitaka kumfanikisha mtu unambadilishia namna ya kuwaza. Unamfanyia kitu kinaitwa exposure. Anaona, akiona anapeleka picha ndani ya ubongo wake, anaanza kutafakari tofauti na alivyokuwa anatafakari. Kushindwa kwa mtu ni matokeo ya uwezo wake wa kutafakari, uwezo wake wa kufikiri. Sasa tunapozungumza maono, tunazungumza kufikiri, uwezo wa kufikiri, uwezo wa kuiumba picha yako ya kesho, matamanio yako ya kesho. Unataka nini kitokee? Unavyozidi kutafakari sana, hivi vitu vinakuja kutokea. Nakupa hii siri. Mimi ninafanya deliverance, na mimi ninapofanya deliverance na hakikisha focus zangu ziko active. Na wewe ili uweze kupokea, ndio maana wanawaambia hakikisha unatafakari damu, hakikisha unatafakari. Na watu wakitafakari, unaona matokeo yanatokea. Maana yake ni nini? Imani inaanzia hapa. Unafikiria nini? Jana nikakwambia ukifikiria kushindwa hauwezi kushinda hata siku moja. Lazima ufikirie kuweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kufanikiwa na kutokufanikiwa kunategemeana na namna unavyofikiri. Sasa nikasema sababu laana inavyowapata watu kwa wepesi, watu wanatafakari makwazo sana kuliko mambo mema. Mtu akikulaani sasa hivi, utaenda kazini unafikiria hiyo laana mpaka utarudi. Nini ninachotaka kusema? Kuna kitu kinaitwa law of attraction. Aina ya mazingira ya nje unayoyaona ni reflection ya kile unachokitengeneza ndani ya ubongo wako. Usijaribu kubadilisha mazingira nje, badilisha film ya ndani yako. Kwenye mental screen wangu unatazamaga nini? Lakini hata mwili wako umekuwa confined na uwezo wako wa kufikiri. Mwili wako umefungwa na uwezo wako wa kufikiri. Kwa hiyo sasa, ninaposimama mimi hapa kama mtumishi, mimi ninakuwa nina imani ya kutoa. Wewe unatakiwa uwe na imani ya kupokea. Ukinipunguza mimi kiwango, hata wewe huwezi kupokea. Mimi hiki kitu nimepractice. Nimeshawahi kuwainua watoto, nilifundisha hili somo, nikawainua watoto wa miaka 5, miaka 6, wakawaombea wazazi wao. Walifunguliwa watu sikuwahi kuona. Nikaamini kumbe sisi wapokeaji ndo tuna shida. Shida haiko kwa mtoaji. Na nikupe siri,
Kama ambavyo laana inaweza ikaja kwa mzaha na ikakupata, mtu akakusema kwa mzaha, ndivyo baraka inaweza ikatoka kwa mzaha na ikakufikia. Mimi kitu ambacho niliamua kuwa na grasp maneno mazuri. Yani ukiniambia neno baya, hata kama ni kwa utani, mimi nalipunch pale pale. Lakini ukiniambia neno jema, kwa mfano ukiniambia umependeza, nitakwambia hujaniona jana wewe. Jana nimependeza kuliko leo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima nitajisifia na sioni shida. Naona unafanikiwa, oh yes. Sasa wewe ukiambiwa tunaona unazidi kufanikiwa, unasemaje? Tupo bwana, tunazugazuga, maisha yenyewe ndo haya. Unashindwa kulipokea hata kama amelitoa kwa kebehi. Unajua watu wengi huku tunasifiana kwa kebehi. Hata kama ametoa kwa kebehi, tengeneza hilo neno liwe halisi, kwa sababu kila neno linalotoka kinywani mwa mwanadamu ni mbegu, na likitoka kwa mzaha liharibu pale pale. Abort. Nimekuotea ndoto sijui nini, abort. Utabiri wowote mbaya, haribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi wapokeaji ndo tunatakiwa kuwa na imani zaidi. Nikakwambia jana, kuna namna ya hii imani kuitengeneza. Moja kati ya kitu ambacho nilikwambia jana ni kujichetua. Nitakuonesha. Lazima uchetuke fulani. Lazima ujizime data. Niliwahi kuuliza, sorry, mtanisamee makuhani na wachungaji. Tuchukulie mfano wa hii meza ya Bwana, sakramenti tunayoshiriki. Inatengenezwa, inaandaliwa, na ule mkate ni ngano. Alafu tunasema huu ni mwili na damu ya Yesu. Nakwambia ukweli, the reason ile damu haileti matokeo kwako, unakuja na akili timamu sana. Unakuja ukiwa na akili timamu ya kimwili. Ni lazima ujizime data, uamini kwa 100% pasina shaka hii ni damu ya nani? Ya Yesu. Kwa hiyo tunakuja kukubaliana kwamba imani inapishana na akili yako ya kawaida. Ukitumia fakti sana kwenye mambo ya imani hutatoboa. Manake wewe ndio una nguvu ya kubadilisha atmosphere. Wewe pastor yeye anaandaa, anakuwekea hapo, anakushirikisha. Wewe mlaji na mnywaji unatakiwa uje ufahamu wako, mental screen yako, unavyotafakari uje unaamini hii ni damu. Yani ujizime data. Ukija unaamini ni divai, utagonga divai na utakata kiu. Niliwahi mimi kuandaa nyumbani, nikakosea siku hiyo, nikaweka maji mengi. Baada tu ya mimi kuwa mchungaji, nikaruhusiwa kufanya mambo ya kikohani. Kwa hiyo nikawa ninaandaa, tulikuwa tuna fellowship. Nilivyoandaa, mke wangu ananisikiliza sasa hivi, ananifuatilia. Nimemaliza, tumeshiriki, akaniita akaniambia, mwenzangu, leo umeweka maji mengi, hata kasukari sikasikii. Nikamwambia, wewe ulikuwa unawaza sukari, sisi tunatafakari kwamba hii ni damu. Umesikia mpaka ladha. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa ninachokisema? Manake ni lazima unapokaribia, off your mind. Unapoenda kuhudumiwa, lazima ujizime data kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, hata kama umezoeana naye, hata kama unataniana naye. Na mimi nimepractice. Binti yangu Dainesi huwa napiga magoti nikiwa nasafiri. Naambia mwanangu John niombe, na ananiombea na ninabeba imani. Nasema hivi, watu wa Mungu, imani kubwa ipo kwako. Unapoona hujafunguliwa, usimlaumu Pastor Sam wala mtumishi yoyote. Ni wewe ndo mwenye changamoto, kwa sababu kila mbingu inayokuja wewe ndio unaweza ukaimagnify, unaweza ukaikuza kwa ukubwa na ukapokea. Jana tuliangalia, lakini leo nitakugusia pia namna ambavyo unaweza ukaitengeneza hii imani. Hii imani wage inatengenezwa, na ndio maana ngoja nikusaidie. Wachungaji wanajua, watumishi wa Mungu wanajua ninachokisema. Ni rahisi sana kumdeliver mtu ambaye ameokoka kutoka kwenye maisha ya dunia, kaja ni mgeni kwenye wokovu. Ni rahisi kumwombea akafunguliwa kuliko mwenyeji.
kuliko anayekuja kweli, si ndio baba? Yes. Unajua ni nini shida? Unajua ni nini? Spirit of familiarity, roho ya mazoea. Kija ushazoea KKT, kisasa ushapazoea, mchungaji unamjua na nini, na ndio maana sisi tunajuana. Akija mgeni ni rahisi sana kuwaita watu waje waokoke kuliko mchungaji aliyepo sehemu zote. Kwa nini? Watu wanamchukulia, kuna ile kawaida ya kumchukulia, unamuona kama ni no. Sio wa kawaida. Renki yake iko pale pale. Kuna mahali tunaelewana watu wa Mungu. Na ndio maana nikakuuliza wewe, hujawahi kwenda hata kwenye mikutano ya Injili? Unawakuta watu wengine ni wahudumu, wazee wa kanisa, watumishi. Unamjua yule mama fulani, yule mzee fulani, wapo. Hata kwenye mkutano tuzungumzie wa Mwalimu Mwakasege, unaona praise wanaweza kawa wanaimba, watu wamekaa, wengine wanachat. Alafu Mwakasege akishaingia unaanza kuona watu ndio Bwana, wanaanza eti kuimba, eti ndo wanasimama. Alokuambia kwamba Mwakasege ndo kamleta Mungu na kwa imani yao iko confined. Hawaamini kama praise and worship wanaweza wakaleta uwepo wa Mungu. Wao wanaamini mpaka mwalimu ainuke. Na kuambia huo ni uchanga wa kiroho. Kuna mtu ananielewa hapa? Praise huo unamjua au mjui akiwa anaimba, inuka, amini kwamba Mungu yupo. Sema amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa roho ya mazoea imekuwa inaleta pingamizi kwa watu kupokea. Na nikakwambia ya kwamba akili yako ndio inakuaga ya kwanza kuzuia. Sasa inabidi upambane na akili yako isikuzuie. Sasa tunaendelea mbele. Kuna point ambazo nimeziweka, ni sub point of course, nataka tuziangalie. Inasema kuna baadhi ya watu ambao Yesu aliwauliza kwa habari ya kupona kwao kama wanaamini. Yani Yesu kabla hajawaponya, kuna watu aliwauliza, je, unaamini naweza kukuponya? Maana kama wale watu wangesema hawaamini, Yesu asingewaponya. Na ndio maana mimi nimeelewa mahali popote ambapo Yesu alimuuliza kwa kumtega kwamba mtufanyie kitu hiki, Yesu akufanya. Kwa nini? Alijua ndani ya mioyo yao hawa watu hawaamini. Na mahali popote ambapo watu hawaamini, hakuna muujiza unaweza kutendeka. Kwa sababu ili muujiza utendeke, umefungwa kwenye kitu kinaitwa kuamini. Mimi hapa sasa hivi unaweza kanizuia nisifanye lolote kama utafunga moyo wako usiweze kupokea. Kwa ukiona nimetenda miujiza hapa, ni wewe ndio umeruhusu, imani yako imekuwa kubwa. Anasema katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 9 mstari wa 27 mpaka 29. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 9 mstari wa 27 mpaka 29. Anasema Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu wakamwendea Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naweza kufanya neno hili? Naweza kufanya hili? Yesu anawauliza, do you believe? Unaamini? Manake Yesu alikuwa anatafuta ile vehicle, ile gari ya kubebea muujiza ndani ya moyo wao. Unaamini? Manake kama wasingemwamini Yesu, hata yeye asingeweza kuwahudumia. Ndipo alipowagusa macho akasema, okay, anasema akawauliza, mnaamini naweza kufanya neno hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Manake kwa kipimo cha imani, kwa mpaji wenu wa kuamini. Hivi unajua uchawi umeukuza wewe. Uchawi kweli upo, lakini wewe ndio umeukuza kwa hofu na kuamini kwamba huyu mtu anaweza kukuroga. Kuna mahali niliwahi kwenda sehemu moja inaitwa Ushilombo kijijini, kwenye kanisa mojawapo kati ya makanisa makubwa ambayo yako mainstream. Nikawa ninahubiri huko, nimeshika kitambaa, nilikuwa na Luka live. Ile mic ilikuwa ina logo kubwa, nilikuwa sitaki kuwafanyia tangazo kwa sababu tulikuwa tuko live. Kwa nikafunika na handkerchief hapo. Kwa nikiwa nahubiri, nikaingia kwenye kuwahudumia. Sasa nilipokuwa na wahudumia, sinajifuta jasho narudisha hivi. Wale wasukuma wenzangu wakasema, yule anatumia uchawi, sio kawaida. Alafu sasa walichonishangaza wakasema, nguvu za Mungu tu anafanya hivyo, watu wanaanguka.
Sasa wao kwa akili yao wamejenga picha kwenye ufahamu wao kwamba uchawi una nguvu na uchawi una miujiza mingi kuliko Mungu. Kwa hiyo ndani ya mioyo yao Mungu alikuwa mdogo sana kuliko uchawi. Si kama tunaelewa. Kwa hawa watu ni rahisi sana kurogeka kuliko kuhudumiwa wakavuka. Kwa ni rahisi sana ukawaombea ukaona kweli wamefunguliwa, lakini baada ya dakika chache ama siku kadhaa wakarudi tena pale pale. Kwa nini? Wanaamini uchawi una nguvu kuliko Mungu. Kwa sisi ndio tunakuza matatizo kuliko kukuza mambo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunaweza tukaangalia katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 13 mstari wa 54 mpaka 58. Mathayo sura ya 13 mstari wa 54 mpaka 58. Mathayo sura ya 13 mstari wa 54 mpaka 58 anasema, na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao, hata wakashangaa wakasema, huyu amepata wapi hekima hii? Bwana Yesu asifiwe. Afu hii ulitakiwa kuiandikia point, lakini anyway nitakuelekezea tu. Anasema, na alipofika katika nchi yake akawafundisha katika sinagogi, hata wakashangaa wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu si mwana wa seremala? Mamaye si yeye aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? Na maumbu wake wote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote? Wakachukizwa naye. Yesu akawaambia, nabii hakosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake mwenyewe. Wala mstari wa 58 neno la Bwana linasema, wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kuto kuamini kwao. Manake ili Yesu afanye miujiza inategemeana na namna ambavyo wewe unamwamini yeye anaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hawakuwa wanaamini. Kwa hiyo hata yeye alizuiliwa. Ndio maana nikakwambia jana kwamba hata kama Yesu atarudi in a physical form hapa duniani katika hali ya umwili na ubinadamu, akija wewe anaweza akashindwa kukufungua. Yesu mwana wa Mungu, kama wewe utakuwa hauamini. Manake gari peke yake ama kibebeo peke yake cha muujiza wa Mungu ni mtaji wa imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwishoni nikasema ili Mungu aweze kumfanyia mtu miujiza, anaangalia mtaji unaoitwa imani ulio ndani ya mtu. Ili Mungu aweze kutenda miujiza, anaangalia mtaji unaoitwa imani. Ukikosa imani, na imani nimeshakwambia imani ni nini? Ni kutengeneza picha, kutarajia tu kwamba mimi nitapona. Ni kujizima data. Yaani kupingana na yale unayoyaona kwamba kweli naumwa lakini no, mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Unazungumza na unabadilisha akili yako kwamba mimi ni mzima. Kwa kuamini kule, ile ndo tunaita imani, na kuanza kuchukua hatua. Mungu anajaza ndani yake. Tumeshawahi kuwaona watu, kuna dada mmoja nilikuwa namwombea, mume wake alikuwa mlevi sana. Namaliza kuomba naye, unamwambia level ya 4, unamwambia declare, atangaze kwamba mume wangu sio mlevi. Anatangaza, manake unambadilisha uwezo wake wa kuona. Aanze kumtafakari mume wake sio mlevi. Sasa imani kawaida wagi inajaribiwa. Yaani ile mnamaliza kuomba jioni, anarudi nyumbani, mume wake anarudi chakali kuliko jana. Anaanza kumuita jina la kwanza. Alikuwa anaitwa jina la kwanza darling, mwanaume kaleo anamuita darling. Mwanamke haitiki, kanuna kwamba yani nimeomba, karudi tena kalewa na leo. Akiona darling mume wake haitikiwi, anabadilisha, anamuita mama fulani. Mwanamke haitiki. Baadaye mwanaume anaona sasa hii mama fulani haifai, anamuita jina la mnyama, wewe mbwa, fungua mlango. Mwanamke anaenda kufungua. Akifungua mwanamke na yeye anaanza kumwambia mume wake, shetani mkubwa, usinikaribie. Mwanamke anahama, sikaokoka, anahama, hataki kulala na mume wake aliyelewa pombe, anaenda kulala chumba kingine. Amemuita mwanaume wake nani? Shetani mkubwa. Shetani anaokokaga? Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Amerudi amelewa, ulitakiwa upanchi yale unayoyaona. Imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo, tofauti na yanayoonekana. Maana unaambiwa usiviangalie vinavyoonekana. Kaja kalewa, unamuona kwa macho kalewa, lakini badilisha akili yako, sema huyu hajalewa. Unaelewa maana ya imani? Imani maana yake ni kuamua
pingana na kile unachokiona kwamba huyu hajalewa. Akalewa, no, hajalewa. Mume wangu sio mlevi, mke wangu sio mlevi. Kataa. Manake umwambia usiangalie vinavyofanya, vinavyoonekana, manake tengeneza picha yako ya ndani. Ndio maana maandiko katika eneo ambalo tunaruhusiwa kudanganya na kwenye imani, manake upingane na ule uhalisia unaouona. Na ndio maana maandiko yanasema aliye dhaifu na aseme mimi nina nini? Nina nguvu. Yaani wewe ni dhaifu lakini unatakiwa useme mimi nina nguvu. Manake uliye mgonjwa useme mimi ni mzima. Manake pingana na kile unachokiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa nikiwaambia watu kwenye ulimwengu wa roho kuna democracy of speech, freedom of speech kwenye ulimwengu wa roho, lakini hakuna freedom of the speech. Kuna haki na uhuru wa kusema chochote katika ulimwengu wa roho, lakini hakunaga uhuru baada ya kusema. Manake lile neno ambalo lilitamka kwa machaguzi yako, hilo litakuja kuamua baadaye kesho yako, ama kuamua matokeo ya baadaye ambayo hutakuwa na uwezo tena wa kubadilisha. Kwa hiyo ni kitu gani unaona, ni kitu gani unatamka. Haya ni mambo ya kuzingatia sana. Sasa nikakwambia kwamba ili Mungu aweze kufanya chochote anaangalia huo mtaji. Je, una mtaji gani? Ndio maana nikwambie mambo ya imani, asilimia kubwa wengi tumeokoka, lakini wale wanaofaulu sana kwenye mambo ya imani ukiangalia kidogo wanakuwa kama wamezimika data fulani. Na ndo hao tunaosemaga walokole tunasemaga hawana akili, ndo wanapataga matokeo. Mimi ndo nakwambia mambo ya kiroho hayataki akili timamu. Wewe hata kwenye upande wa giza, wewe unayemuona yule chizi anaoga nje ya panda, hawana akili hawa. So hana akili. Unamuona anaoga nje ya panda kama mwenda wazimu, mwanangu, anapasua nazi pwe, kajizima data. Subiri uone matokeo wewe mwenye akili kama yatakupata. Mambo ya kiroho ni lazima uzimike data kidogo. Kwa sababu huwezi kuniambia mtu anaumwa, madaktari wamethibitisha huyu ni mgonjwa, afu unasema huyu sio mgonjwa. Madaktari lazima wafanye hivi. Umenielewa vizuri? Kwamba yuko sawa, lazima kuangalia wakuzumu. Manake imani inataka kujizime data. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ule mtaji ndio unatakiwa, ndio tunauita nguvu ya ndani. Waefeso 3:20. Huu ni mtaji. Waefeso 3:20. Rebakata ya mashakata. Waefeso 3:20. Anasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Halafu anamaliza anasema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Maana kuna nguvu ambayo Mungu anaitaka. Uwezo wako wa kuamini, uwezo wako wa kujizima data. Maana kuamini ni uwezo wa kujizima data. Huna hela unasema nitakuwa tajiri. Kama mimi nilikuwa naambia mimi nitakuwa tajiri, nikazungumza kuna gari moja nilikuwa na kuna kitu, ukiachana na gari kuna vitu nilikuwa nataka kufanya vilikuwa vinagharimu kama milioni 30 kitu. Nikatangaza, nikamwambia mimi nitafanya, mwaka huu utaisha. Kuna mzee mmoja akaniita akaniambia, dogo njoo, unajua unachotaka kukifanya gharama yake? Nikamwambia akaambia, akaniwahi akaambia ile ni 37, 36, 35 milioni. Akaambia mpaka sasa hivi kwenye akaunti yako na shilingi ngapi? Nikamwambia sina hata 100. Alicheka hana mbavu akasema, nyinyi ndio mnatutukanisha sisi wa Kristo. Unaaminije kitu ambacho huna? Nikamuuliza, kwani mtoto mdogo anapomuomba baba yake waga anatakaga kuwa na uhakika kwamba baba yake atamfanyia? Wagi namsumbua kwamba baba yake atafanya kwa njia gani? Nikamwambia mimi ninaye baba atanipa. Akaongeza kucheka, akaona baba wewe tafuta hela. Nikamwambia ndo naanzia kwenye imani. Imani ni mtaji. Nilivyokuja kufanya, alirudi akashuhudia mbele za watu akasema, huyu jamaa Mungu wake haendi likizo. Alitamka hilo neno, sijawahi kulisahau. Akasema Mungu wako yuko kazini masaa yote, haendi likizo. Nikamwambia haujui kuna kitu, wenzetu wameenda mbali, siwezi kutamka hii, lakini kuna kitu kinaitwa hiyo law of attraction, sisi tunaita money magnet. Ndio Daudi anasema wema nazo fadhili zinanifuata. Daudi anawezaje kusema wema na fadhili zinanifuata? Kuna kitu
Unatafakari nini? Unachotafakari kinakuja kwa wepesi. Na ndio maana maandiko yanasema akihofiacho mtu, akiogopacho mtu ndicho kinachomkuta. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Pigie Yesu makofi. Tutaendelea tena kesho. Somo linaenda sasa ukingoni, lakini kesho nafikiri nitakufundisha namna ya kuiactivate hii imani. Nitakufundisha kesho. Mungu akubariki sana. Baba mchungaji, karibu kwa ajili ya kututamkia baraka. Mwishoni usisahau Ijumaa tuna maombi kama kawaida. Lakini pia nitamke neno moja. Kesho nitatoa maelekezo, tuandae sadaka ya Ijumaa ambayo tutaitamkia katika eneo la imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Pe Bwana makofi mengine. Asante sana. Basi naomba tusimame tumshukuru Mungu. Una imani sasa? Kusimama nako si imani. Kusimama nako ni imani, lakini kwenda nako ni imani, na kufanya nako ni imani. Kwa hiyo usione kila unachokifanya, usiiweke imani mbali. Kila tunachokifanya tunatakiwa imani iwepo karibu na sisi. Asante sana mwalimu, Mungu akubariki. Tunaendelea kupokea maarifa, tunaendelea kupokea elimu hiyo na ujuzi huo, lakini natamani kila mmoja ichukulie hatua, one matokeo. Hasa kwenye vinywa. Mahali pa kuchukulia hatua pakubwa ni kwenye vinywa. Vinywa vyetu tunafanyaje? Kinywa chako tunafanyaje? Hilo ndio jambo la muhimu sana. Tuende mbele za Mungu tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu. Asante Mungu mwema mwaminifu, uliyetupa tena siku njema ya leo. Asubuhi ya leo, siku ya tarehe 17, siku ya Jumanne, tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuhimidi. Pokea shukrani zetu Mungu kwa sababu umetupa zawadi ya siku hii. Nasi tunakusihi katika jina la Yesu, fanyike baraka kwetu kipekee Mungu majira haya na saa hii, na neno lako ambalo tumelipokea asubuhi ya leo, hasa linalotufundisha juu ya imani. Na imani, kila mmoja ana imani yake. Ndio maana anatoka nyumbani asubuhi, ndio maana ametoka pale nyumbani kuja mahali hapa. Bwana alijua kuna kitu atakipokea, nami nasema wapokee katika jina la Yesu. Wasitoke watupu, watupokee na watoke wakiwa na nguvu katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa sababu utaendelea kutubariki. Mwenye kuamini na kutenda ataenda kupokea. Asiamini Mungu, endelea kumtia nguvu, atengeneze imani ndani ya nafsi yake, ndani ya moyo wake, na zaidi sana kwenye kinywa chake, katika kunena na katika kutenda. Ye Bwana, asante Mungu kwa sababu ya pendo hili kubwa. Zaidi sana tuna sadaka ambazo naenda kutolea Mungu. Ni shukrani yetu kwako kwamba asante kwa ajili ya asubuhi, asante kwa ajili ya neno, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa sababu Mungu umesema nasi, hakika tunaamini tulivyokuja sivyo tutakavyorudi katika jina la Yesu. Awe mtoto awe mtu mzima, sisi sote kama kanisa lako Mungu, ninakusihi utubariki wanao katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nalibariki jina lako asubuhi ya leo. Nenda na watoto wako katika kazi zao za siku ya leo, kwenye ofisi, kwenye biashara, kwenye kazi zao za majumbani. Kila mmoja ye Bwana, maadamu yuko mahali hapa leo na neno hili ambalo tumelitafakari, kila mtu akatende sawasawa na neno lako, lakini akafanye mazoezi katika jina la Yesu. Ukuaji ni pamoja na kufanya mazoezi. Kutoka hapo alipo mtu ni pamoja na kufanya mazoezi ya kutamka na kutenda. Hivyo Mungu, tupe hatua, tupe neema ya kutembea katika jina la Yesu. Libarikiwe na limidiwe jina lako asubuhi ya leo. Nenda nasi Mungu, tupe tena kibali cha jioni kwa utukufu wa jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokea baraka. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na Bwana akuinulie uso wake na kupa amani, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Barikiwe kuingia kwako na kutoka kwako. Amen. Karibu kumtolea Mungu sadaka yako.